Zalili Mohamed. Mimi niko vizuri. Mchezo wa kwanza ulipofungwa ulisema umesawajika sura, umepoteza nuru kabisa. Leo ndugu yangu vipi? Sasa leo unajua, leo nimekutana na ushakona mtoto anakula sausage yake, anakula chakula sausage yake, ndio kilichotokea mimi. Yaani chakula kilichowekwa na mimi ni tofauti. Au yani kwa mfano nimeingia kwenye box, mimi uzito wangu ni uzito wa unyoya, alafu naenda kupiga na heavyweight. Kwa hiyo umeingia kwenye mfumo wa Al Hilal leo. Alafu sasa mimi kinachoshangaza Waarabu wanacheza kawaida, wanafungwa tu wanaenda zao makwao. Lakini leo wanao kama wanakamia kama sijui kombe la dunia hii zetu hii nini season. Ni kawaida yao, lakini wale wakimkanda mtu yani wao kumfunga mtu sio story kwao, ila wao kufungwa inaweza ikawa story. Wao kufungwa Al Hilal basi sisi tunabahatisha. Umebahatisha au kiwezo? Kuna muda uamki mkono wako unamka upande mwingine, alafu sasa tuumie, kwa sababu kama kuna mtu hajawahi kufungwa na Al Hilal apate mbele aseni bana, maybe tare watu wote wamepigwa, ndio wale sisi wale sisi kwa nini mmeingia kwenye mfumo ule tu tumepigwa basi, kwa muendelezo wa kupigwa tu na Al Hilal. Kwa hiyo hakuna cha kushangaza kwenu ninyi. Hakuna cha kushangaza bwana, wakati zinaingia zile ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 4 ilikuwa kipindi cha kwanza inaingia 2, kipindi cha pili 2 baada ya nini counter attack zile. Hivyo bwana, leo bwana, kiufupi unajua kuna siku uamki, yani uamki vizuri, ndio kilichokuta leo ya vizuri. Au bado ilikuwa pressure inaendelea kwa wachezaji wenu? Hakuwa na pressure, unajua turudi mchezoni tukacheza vizuri. Kuna kitu kwa sisi watu ambao hawakijui, sisi hatuja kushindana yani kutafuta kombe hapa, tumekuja kutafuta progressive ya timu. Angalia mchezo wa kwanza tulicheza well organized defensively. Mchezo wa leo tumeamua kushift katika phase ya pili. Phase ya pili kumiliki mpira, na kweli tulikuwa tunaona hiyo progressive. Mechi ya tatu Tusker tulitafuta goli. Afrika niambia tu tusipopata goli sasa niulize nini? Mechi na Tusker. Mechi ya kwanza ilikuwa ni kutafuta ushindi. Mechi ya pili ni kuja kumiliki mpira vipi, tutafanya transition. Mechi ya tatu ni kutafuta goli ya Tusker. Mechi ya rafiki yako Abudi la nani? Abudi Omar captain huyo. Tunapiga Pemba na hapo tunadai tuwapige tena wa Kenya. Sawa, uzuri wa Abudi Omar captain bwana, anafuatilia sana Kishai TV. Yaani Kishai TV anafuatilia sana. Yeye mwambie. Sasa mimi nataka umwambie mwenyewe captain Abudi Omar. Captain. Sisi hatujafikia goli hata moja hadi sasa hivi. Mechi yenu. Kwa hivi Mombasa alipokaa wika Pemba, Mombasa unaiona? Hiyo tauana. Captain hiyo tauana hiyo. Yaani hiyo tucheki na nyinyi hiyo. Huko alopata tunashaba, lakini hiyo captain hiyo wapelekee salamu Tusker, wapelekee. Yaani tunakuja kwa shari na waitu shari. Hiyo mechi hiyo ya Tusker na waitu shari. Nakumbuka wewe uliwaambia Tusker, uliwaambia kwamba kwenye kundi lenu ndio wagao utamu. Leo hii vipi? Sisi tuchagawa, yaani sisi na wao ndio wagao utamu. Kwa hiyo leo sentence inabadilika. Mechi ya mwisho tutatafuta mgao utamu zaidi ambaye Tusker. Mimi nikipata sasa nisio mgao utamu. Tusker nataka mgao utamu. Sasa kila mtu kamgaia. Wewe umetoka wawili naye. Mimi nimetoka kile mgao utamu mkubwa nani? Wewe ndio umefungwa nyingi Kufungwa tu. Sasa tufungwe 10, tatu basi tatu hapo. Ndio fungwe 10, fungwe 6, ufungwe 1, kufungwa tu. Kwa mtitano ndio mbele umeenda semi. Sisi tumefungwa nyingi sasa. Wewe kidogo umeenda semi. Haya wapi? Hapa kabaki. Kwa sisi mechi ya mwisho na waitu shari na Tusker Football Club. Captain Abudi Omar. Unajua hata sisi tushazoea. Ushapiga sana Unguja kwa Mapinduzi. Ushapiga sana. Kwa hiyo sisi mechi ya mwisho na waitu shari. Hao walopata washapata. Tusker tunakufa naye. Yeye ndio mgao utamu. Au wachezaji wenu leo walikuwa wanashangaa wanachana kumbe huyu ndio fulani. Hapana, sisi unajua Wazambali swali mkeni. Zanzibar hata tuliza na Ronaldo hapa mna mtu akimpa jezi. Zanzibar sisi dara unoma. Hivi ni kwa nini? Kwa nini? Sisi dara unoma. Ando nicho sisi ni mamwinyi. Sisi wenyewe wakubwa ndio kumshokea mtu. Kwa hiyo hapo angekuwa nani, hakuna mtu ameshokea isipokuwa tu anacheza na timu ambayo iko tofauti level ya players, uendeshaji, benchi la ufundi, yani vitu vingi
sana, ametuacha mbali sana. Kwa hiyo mlikuwa mnajifunza pia. Kitu gani ambacho Abdul Jalil, wewe ni mchambuzi mzuri sana. Sasa amekuja kocha wa licha kwa watu wanatuangalia, kikubwa zaidi ni magoli. No, kuna vitu vya kiufundi makocha wanaangalia. Kama kumbukumbu nzuri je, mechi ya kwanza coach wa Wapi alisifu, kocha wa Rayon alisifu. Mechi ya pili kocha wa Hilal alisifu kwamba ndio wanatuelewa ile next. Naona mechi ya pili akaingiza vijana ambao wana njaa. Au sasa wana njaa kutafuta namba. Kama angebaki wale mechi ya kwanza ile mechi ingesha hivi bila kufungana, bila singezi. Lakini wale walioingizwa walikuwa na njaa zaidi. Tunamshawishi mwalimu, ogopa sana kijana wewe mwenye njaa kwa nafasi. Na funzo kubwa ambalo Abdul Jalil umelichukua wewe kwa Al Hilal ni lipi? Kwa sababu mimi najua wewe ni mchambuzi kabisa wa mpira. Of course tunataka tuimarishe mpira sana. Yaani ndio ndio ubora wa wachezaji. Najua tusio kipato, lakini tuimarishe ni strengths. Hata kwa na wachezaji sawa hawa ambao nao tunawezeshe kwenye wawe bora. Hata ile physical contact ndio ile wakiingia sisi tunakaa pembeni. Ili tukao tuimarishe, lakini wachezaji wajue tunacheza kitu aina gani. Magoli mawili ya mwisho wachezaji walihama kwenye focus. Wakaona hawa tunawaweza. Hapana, kuwa mkubwa tu. Tubaki kwenye focus yetu. Kwa focus, yani kama tukibaki focus yasingetokea, kwa sababu magoli yote mawili transition zilitokea hapa basi bila tukafunga. Uliniambia kwamba kwenye michuano hii mmekuja kutafuta test pia ya michuano. Kwa hiyo tumeona ya michuano ya kimataifa tumeona kwa Al Hilal. Mmeipata vile. Kwa maana hapa tayari nyie bye bye. Sisi bye bye tuchaga. Lakini tunachotaka kutafuta ni mgao utamu wa kundi ndio kuchia Tusker. Kwa hiyo mimi sitaki kidagaa. Abud Omar. Mechi yetu ni sisi na nyinyi Tusker ya mwisho. Hiyo na Waitushari. In mafahima. Hiyo lazima tuachie. Yaani Wakenya hamtuambii kitu chochote. Yaani tunawajua vizuri, yaani hamtuambii chochote. Bora Rwanda mbali, Sudani mbali. Lakini Kenya hapo tu hamtuambii chochote. Hiyo tauana.